Edition kubwa, edition maalum, edition maarufu pengine kwenye miaka ya hivi karibuni kufanyika ya mashindano ya AFCON inafikia tamati hii leo. Na hii itakuwa ladha za mwisho kabisa za Afrika ambao tunaenda kuangalia juu ya mchezo wa finali unaozikutanisha timu ya taifa ya Morocco na timu ya taifa ya Senegal. Tunazungumzia Lions of Teranga ambao hawa ni Senegal na Atlas of Lions. Hawa ni timu ya taifa ya Morocco. Mimi ni Usama, niko na Leopard John. Tunakupitisha kwenye kile ambacho tunategemea kitatokea kwenye mchezo wa hii leo usiku, mchezo wa finali unaoenda kupigwa kwenye uwanja wa Prince Moulay Abdullah huko nchini Morocco kwenye jiji la Rabat. Leopard. Hatimaye mashindano ya AFCON yanamalizika hii leo. Tutakapokuja tena kuzungumzia mashindano ya AFCON tutakuwa tunamzungumzia bingwa alipatikana kwa namna gani. Lakini very sad, leo ni siku ya mwisho kabisa ya mchezaji Sadio Mane kuitumikia timu ya taifa ya Senegal kwenye mashindano ya AFCON. Yeah, of course. Tutegemee mchezo wa aina gani hii leo? Ni mchezo mgumu kwa maana kila mchezo wa finali hawagi yani rahisi, kwa maana ni mchezo ambao tunategemea kuweza kushuhudia vitu vingi, mbinu za walimu zikifanya kazi, lakini pia mchezaji mmoja akipambania kuweka rekodi yake binafsi, lakini pia kuweka rekodi kwenye national team, kwa sababu tunaona mtu kama vile Brahim Diaz amekuwa na mwendelezo mzuri kwenye hii michuano mpaka hivi sasa ndio top scorer akiwa na mabao 5. Kwa hiyo ni rekodi ambayo mpaka hivi sasa anaishikilia. Na ukiangalia kwa mtu kama Sadio Mane, pengine ameshazungumza mara baada ya mchezo dhidi ya Misri kwamba itakwenda kuwa mechi yake ya mwisho ya michuano ya AFCON, kwa maana mwaka 2027 AFCON ambazo zinatarajiwa kufanyika Afrika Mashariki huenda asiwe sehemu ya wachezaji. Anaweza kuja tu kwa lengo la kuja kutembea. Au hata pia akawa ni sehemu ya technical bench, lakini sio mchezaji kama ilivyo sasa hivi. Kwa hiyo tunakwenda kushuhudia finali ambayo inakwenda ku make headline, inakwenda ku make history katika bara la Afrika. Katika eneo la pitch inakwenda kuwa ni mechi ambayo tunakwenda kushuhudia hasa individual brilliant kwa wachezaji, kwa maana walimu wao watakuwa wameshafanya kazi zao, lakini kwenye finali zaidi inatumika ile uzalendo, kwa maana kila mchezaji anatambua thamani ya mchezo. Anatambua kwamba hii ni finali, kuna kitu ambacho tunakwenda kukipata, kwa maana AFCON wakati huu dunia nzima inakwenda kuangalia, na bahati nzuri ama bahati, haya mataifa yote mawili yamekuwa yana wachezaji ambao ni very heavyweight katika club zao ambazo wamekuwa wanacheza, kwa maana ukiangalia kwenye vikosi vyao vyote viwili hakuna mchezaji ambaye yupo katika ligi ya ndani, wote wamekuwa ni nje ya bara la Afrika. So michuano ya AFCON inakwenda kuwa pia ni sehemu ya kioo kwa upande wao. Kwa upande wa Morocco, anaingia kwenye huu mchezo akiwa wana advantage ya kuwa katika uwanja wa nyumbani, kwa maana Prince Moulay Abdullah Stadium. Huu ndio uwanja ambao ulitumika katika mchezo wa ufunguzi, lakini pia leo wanakwenda kutumika katika mchezo wa mwisho wa hii michuano. Lakini pia ukiangalia wamekuwa wana mwendelezo mzuri, mabao 9 katika hii michuano mpaka hivi sasa, huku wakiwa wameruhusu goli 1. So unaona ni wastani mzuri kwa upande wa timu ya taifa ya Morocco. Wana safu ya washambuliaji bora ambayo tumeona Brahim Diaz akiwa na goli 5. Tumemshuhudia pia mtu kama vile Ayubu El Kabi akiwa na goli 3 I think, lakini pia tumeshuhudia watu wengine kama vile Atadini Hunay, though alikuwa injuries, lakini nimeona akiwa anafanya mazoezi na wenzake. So leo pia tunaweza tukamshuhudia kwenye huu mchezo. Lakini pia kwa upande wa Senegal, mpaka kufikia hatua ya finali bao 12 wameweza kuzifunga mpaka hii leo, lakini pia wao wakiwa wameruhusu mabao 2 pekee. So unaona Senegal amekuwa na wastani mzuri katika hii michuano. Zinakutana timu ambazo zina safu nzuri ya ushambuliaji na zina safu nzuri ya ulinzi. Yeah, of course. Na kitu kikubwa Morocco ambacho wanakwenda kuingia nacho kwenye huu mchezo ni tunasema ni ile faida ya kuwa nyumbani na mashabiki zaidi ya 50,000 kwenda kuwashuhudia kiwanjani. Na bila shaka leo tutakwenda kushuhudia full house katika uwanja wa The Prince Moulay Abdullah Stadium, viongozi wakubwa wa soka ulimwenguni, kwa maana Gianni Infantino, rais wa FIFA, lakini pia rais wa CAF mwenyewe Patrice Motsepe, na waziri wa michezo wa Tanzania. Yeah, of course, katibu mkuu wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, kwa maana Veron Masengo Omba. Hao wote ni sehemu ya viongozi ambao tunategemea kuweza kuwashuhudia katika huu mchezo. Kwa upande wa Senegal, wao wana kumbukumbu nzuri ya hivi karibuni kufika finali na kutoa ubingwa mwaka 2021, ambayo kwenye historia ya Senegal
huo ndio ubingwa peke yao ambao upo mpaka hivi sasa. Na ni kizazi hiki ambacho hii leo kimefika katika hatua ya fainali. Though kwenye kikosi kuna asilimia kubwa ambao wapo, lakini kwenye kikosi cha Senegal ambao wamefika fainali ile ya mwaka 2021 dhidi ya Misri, yupo mtu kama vile Idrissa Gana Gueye alikuwepo kwenye ile fainali, Sadio Mane alikuwepo kwenye ile fainali, Krépin Diatta alikuwepo kwenye ile fainali, Kalidou Koulibaly though leo atakuwa sehemu ya mchezo kwa maana alipewa kadi ya njano kwenye mchezo dhidi ya Misri. Edouard Mendy yupo katika kikosi, Nampalys Mendy, hao wote though Nampalys Mendy hayupo, Bamba Dieng alikuwepo kwenye ule mchezo. Kwa hiyo asilimia kubwa ya Senegal wana hiyo historia ya kufika fainali na kuchukua ubingwa. Kwa Morocco wao though safari hiyo wamekuwa na rekodi nzuri, lakini mwaka 1976 ndio ilikuwa mara yao mwisho kuweza kutoa huu ubingwa, kwa maana ni zaidi ya 2 generations zimepita pasipo kufika kwenye hii hatua. Mwaka 2004 walifika fainali wakafungwa dhidi ya Tunisia bao 2, na ndio ilikuwa mara ya mwisho kufika fainali, lakini pia safari hii wamefika kwenye hiyo fainali. Lakini Morocco wana historia, kwa maana Morocco kabla ya kufika fainali ya michuano ya AFCON tumeshuhudia siku za hivi karibuni katika michuano ya FIFA Arab Cup walifika fainali na kuchukua ubingwa, ambapo walimfunga I think walikuwa ni Jordan wale. Kwa hiyo unaona wamekuwa wana huo mwendelezo kwenye muongo, kwa maana miaka 10 ambayo safari hii tupo, Morocco amekuwa na hiyo very consistent nzuri kwa sababu 2022 alifika fainali ya nusu fainali ya World Cup, ilikuwa ni mafanikio makubwa kwao. Tumeona pia mwaka jana 2025 wamechukua kombe la FIFA Arab Cup, lakini pia safari hii wapo katika hatua ya mwisho ya kutoa kombe la Afrika, kwa maana kombe kubwa kwa bara la Afrika. Kwa hiyo Morocco huenda leo wakaenda kutengeneza rekodi mpya katika maisha yao. Compared wapo wana kizazi ambacho wao wanaamini ndio kizazi chao cha dhahabu, kwa maana Ashraf Hakimi, yupo pia mtu kama vile Negwed, Mazraoui, Yassine Bono. Hao wote ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatarajiwa kufanya makubwa katika ardhi ya Morocco. Kina Brahim Diaz, hawa ndio tunasema wanaachiwa mikoba na watu kama vile akina Ayub Erkabi, Yusuf El Nasri, ambao wao tunasema kwamba wanaelekea maji ya jioni. Lakini Morocco pia wana historia, kwa maana michuano ya CHAN ambayo ilifanyika Afrika Mashariki, wao pia ndio walichukua taji ambalo waliingia finali. Inawezekana Morocco wana kismati, wana upepo na makombe. Kwa hiyo kombe wanaishi nao. Of course. Kwa hiyo wanaingia kwenye huu mchezo pia wakiwa wana hizo kumbukumbu nzuri. Bahati nzuri ama bahati kwa Senegal, wao pia kama nilivyozungumza awali 2021 wameshawahi kutoa hili taji wakimfunga Masri kwa mikwaju ya penalty. Kwa hiyo leo tena tunakwenda kushuhudia mechi ngumu, kukutana Waarabu wengine, mbinu za walimu. Lakini haya mataifa mawili yote yanatokea kanda mbili tofauti. Kwa maana Morocco wanatokea ukanda nambari 1 wa soka barani Afrika UNAF, lakini Senegal wanatokea katika ukanda wa wafu magharibi mwa Afrika. Kwa hiyo inakwenda kuwa mechi nzuri, tunakwenda kushuhudia mbinu za walimu upande wa Morocco, Wadi Regragui, lakini upande wa Senegal kwa maana Pape Thiaw tunakwenda kushuhudia mbinu ambazo zinakwenda kufanyika. Lakini pia leo huenda ikaandikwa historia mpya, kwa maana Pape Thiaw yeye wakati anacheza hakuwahi kutoa hili taji, lakini pengine leo anaweza akameki hiyo historia ya kutoa taji. Kana leo ikawa siku nzuri kwa Pape Thiaw ambaye anaweza akatoa hili kombe kwa mara ya kwanza akiwa kama coach. Lakini pia ni siku ambayo tunategemea mmoja kati ya zile kanda kwa maana ya UNAF na WAF, mmoja atakuwa bingwa. Lakini usisahau kwamba utakuwa ni mchezo unaofuatiliwa na watu wengi sana duniani. Edition itakayofuata itafanyika nchini Tanzania, itafanyika Kenya, itafanyika Uganda. Tayari waziri wa michezo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Paul Crispian Makonda yuko nchini Morocco kwa kupokea ile bendera kuja kuandaa mashindano ya AFCON yatakayofanyika mwaka 2027. Kama kila kitu kitabakia constant, nani anakuwa bingwa? Ni ngumu kutabiri, ni ngumu kutabiri, bado mapema, lakini wakati michuano inaanza niliweka bayana kwamba bingwa atakwenda kuwa Misri, timu yangu ambayo nilikuwa naishabikia kwenye hii michuano. Lakini sivyo bahati tukapoteza dhidi ya Senegal, na jana pia tumepoteza. Lakini mimi bado ninaamini kwa upande wa Dima Magharibi, kwa maana Morocco huenda akaandika historia mpya. Senegal wao, lakini kwa Sadio Mane pia naona safari hii mimi naamini kwa upande wa Morocco, kwa maana advantage compared muamuzi ni kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Jean Desquiou Ngambo Ndala anampa Morocco. Leopard anampa Morocco. Mimi Lusamu Hamisi Lusamu, si tu nampa
lakini Senegal ndo anaenda kuwa mabingwa kwa sababu moja tu. Morocco waliwahi kujiondoa kwenye Umoja wa Afrika kwa sababu za kisiasa. Sasa tunawaonyesha zile sababu zao za kisiasa zilizowafanya wajiondoe kwenye Umoja wa Afrika huko nyuma, baadaye wakarejea. Tunataka tuwaondoe na kwenye mpira kabisa. Senegal anaenda kuchukua kombe hili kwa mara nyingine tena. Sadio Mane anaenda kustafu vizuri. All the best kwa Senegal. Mimi Lusamwa Hamisi Lusamwa, ilikuwa Ladha za Afrika ya mwisho kabisa kutoka Anwar TV. Tukutane kwenye makala nyingine insha Allah 2027 Tanzania, Kenya na Uganda. Till next time. Amin. Amin.